dhamira ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ya kuhakikisha kwamba serikali inaelekea kwenye viwanda, kwa kweli sehemu kubwa itabebwa na Mkurabita, kwa sababu nyinyi ndio sasa watu muhimu, ndio wenye nyenzo, wenye elimu. Kama kwa mafunzo tu ya Bariadi ya mji peke yake yamepatikana makampuni 7, maana yake ni kwamba ukienda kwa halmashauri zote, basi maana yake 7 mara halmashauri karibu 180, unaweza ukapata kwamba tukapata makampuni mengi kweli mapya. Kwa hivyo dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuondoa maskini, lakini ya kupeleka huduma kwa wanyonge kule vijijini, ambayo nyinyi Mkurabita mmeanza, hii ni heshima kubwa, na nawaombeeni kwamba mwenyekiti mpya uendeleze yale ambayo mwenyekiti au bodi iliyopita imeyafanya. Lakini kuondoa vikwazo vya biashara, kwa maana ya kwamba Mheshimiwa Rais kila siku anakuwa anazungumza kwamba unaenda kwenye ofisi na kwambia njoo kesho kutwa, sijui huyu hayupo. Lakini Mkurabita mmekuja na mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba huduma zote zinapatikana sehemu moja. Haya ni mapinduzi makubwa ya kiutendaji ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa anayazungumza. Kwa hivyo nina imani kwamba kazi hii nzuri mtaiendeleza ili kwamba kila kitu kitaenda sawa sasa, sambamba na dhamira ya rais wetu. Lakini nitumie fursa hii kushukuru kwa heshima kubwa mlionipa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili la kihistoria linalolenga kufanikisha umilikishwaji wa uchumi mikononi mwa wananchi. Nimekuja kuungana nanyi kuanzisha safari hii ya urasimishaji na uendelezaji wa biashara Tanzania kupitia mfumo wa kituo kimoja cha urasimishaji na uendelezaji wa biashara. Nimeelezwa kuwa kituo hiki kitakuwa na wadau wote wanaohusika na utoaji wa huduma zinazohusu usajili, uendelezaji wa biashara katika nchi hii. Aidha, kwa kutaja wachache ni BRELA, idara ya biashara kwenye halmashauri, TRA, taasisi za fedha, mifuko ya hifadhi za jamii na sekta nyingine binafsi. Lakini pia nimeelezwa pia kuwa kituo hiki tayari vimeanzishwa na Mkurabita katika halmashauri ya manispaa ya Morogoro na halmashauri ya wilaya ya Urambo, na DC wake yuko hapa. Urasimishaji wa shughuli za kiuchumi ndiyo nyenzo muhimu ya kuwezesha kuibua na kuendeleza uwezo wa wananchi na kuwa wawekezaji wa ndani watakaowajibika kutengeneza mtaji, soko, ajira pamoja na kujenga uchumi wa viwanda ndani ya mfumo rasmi. Na saa imefika dhana hii ya kuanzisha kituo kimoja cha urasimishaji kuendelezwa katika halmashauri zote za nchi hii ya Tanzania. Kwa kutambua umuhimu wa Mkurabita, kwa kushirikiana na sekta binafsi ambayo inawakilishwa na kampuni ya Godtech ambao wamebuni mradi wa uanzishwaji wa vituo vya urasimishaji na kuendeleza biashara nchini. Utekelezaji huu utafanywa katika halmashauri za Tanzania na kwa kuzingatia kanda zilizopo katika nchi yetu. Hivyo basi, katika mwaka huu wa fedha 2018-19 utekelezaji utaanza katika halmashauri za wilaya 22 za kanda ya Ziwa Mashariki. Lakini pia nimeelezwa kuwa maafisa biashara 24 kutoka katika halmashauri 22 za kanda hii tayari wamepata mafunzo ya jinsi ya kutoa huduma katika vituo vitakavyoanzishwa katika halmashauri zao. Aidha, vijana 250 kutoka sekta binafsi wamepata mafunzo ya jinsi ya kusajili na kuendeleza biashara katika vituo ambavyo vitaanzishwa. Nitumie fursa hii kupongeza hatua zilizochukuliwa na Mkurabita za kushirikiana na sekta binafsi na kuweza kubuni na kuanzisha mradi wa kituo kimoja cha urasimishaji na uendelezaji wa biashara. Hatua hii inatafsiri kwa vitendo nia thabiti ya serikali ya awamu ya 5 ya kushirikiana na sekta binafsi katika kujenga uchumi wa kati.
Ni matumaini yangu kuwa vituo hivi vilivyoanzishwa nchi nzima vitatumika sio tu kurasimisha biashara, bali kutambua na kutumia kikamilifu fursa za uwekezaji ambazo zinatengenezwa na kuimarishwa na serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Urasimishaji wa biashara na rasilimali Tanzania ni kitu ambacho hakikwepeki katika ulimwengu sasa hivi wa money economy. Unajua, nchi yetu 98% tafiti uliofanywa, 98% ya biashara si rasmi, 89% ya ardhi si rasmi. Yaani Watanzania kwa maneno mengine tuna mali nyingi sana, lakini ambazo hazitusaidii. Sasa ukirasimisha, unamjengea mtu uwezo wa kukuza mtaji na kuwa tajiri na kuweza kupanua shughuli mbalimbali za maisha yake. Yaani mara ya kwanza study hii ilipofanywa, mimi mwenyewe nilishtuka kwamba kumbe pamoja na biashara zote hizi zinazofanyika nchi nzima zenye leseni, sole 2% ndio inalipa kodi kwa serikali. Sasa imagine kama tungeenda tukarasimisha walau hata 25% ya uchumi wa nchi hii ingekuwa wapi? Ingekuwa mbali sana, ingekuwa mbali sana. Kwa hiyo nadhani swala zima la urasimishaji ni muhimu, nyenzo ni muhimu sana. Mimi serikali tutajaribu kuiomba serikali ijaribu kutoa nyenzo za kutosha za kujaribu kusukuma urasimishaji uende kwa kasi zaidi kuliko ulivyo sasa. Hilo la kwanza. La pili, niseme tu kwamba nawapongeza sana kazi kubwa ambayo imeshafanywa na Mkurabita na COTEP. Jana kwa mfano nilipofika hapa, pamoja na mambo mengine tulizungukia kuona zile kampuni hao waheshimiwa waliokaa hapa. Tulifarijika sana kwamba ni matokeo ya Mkurabita. Na niliwaambia mkienda hivi miaka 5 ijayo, nyie hamtakuwa wenzetu. Tutakuwa mbali, mtakuwa mamilionea. Na kweli, I'm very honest, mkienda hivi mtakuwa mamilionea kabisa. Sio about it. Miaka 5 ijayo tutakuwa tunaongea lugha nyingine kabisa tofauti. Na hii ndio kazi kubwa, ndio fahari kubwa ambayo Mkurabita inaweza ikajivunia, na serikali ndivyo inavyotaka. Mtoke hapa katika uchumi duni muingie katika uchumi wa uwekezaji, uchumi wa viwanda. Leo tunafanya ufunguzi wa kituo cha urasimishaji na biashara hapa Bariadi. Tunakita kituo kimoja, one stop center, kituo ambacho huduma zote za urasimishaji biashara zitakuwepo mahali pamoja, na huduma hizi ni pamoja na upatikanaji wa leseni, uandikishaji wa makampuni kupitia BRELA, lakini huduma za TRA kwenye kupata chini, pamoja na huduma za mabenki pia. Na umuhimu wa kituo hiki kwa wanabariadi na wanakanda Ziwa Mashariki kwa ujumla ni kwamba wakati ule ambapo watu walikuwa wanafanya biashara katika mfumo ambao sio rasmi, na ulipouliza walisema kwamba utaratibu wa kufanya urasimishaji ni ngumu.
Taratibu wa kufanya urasimishaji unafanya watu waingie hapa, waingie pale, waende sehemu nyingi, kwa hiyo inapoteza muda. Kwa hiyo watu waliamua kukaa bila kuwa rasmi. Sasa kwa kutumia kituo hiki, kwa sababu huduma zote zitapatikana mahali pamoja, wananchi sasa au wafanya biashara sasa hawezi kuwa na kisingizio chochote, kwa sababu muda wao utakuwa umetunzwa vizuri, kwa maana huduma zote zitapatikana mahali pamoja. Lakini kama vile haitoshi, ili mtu afanye biashara vizuri anahitaji mtaji, anahitaji maandalizi ya kina, anahitaji kujua taratibu za kukuza biashara ili tuepukane na zile biashara za kuganga njaa. Biashara za kuganga njaa, mtu anafanya biashara, anapata pesa ya kula, basi amemaliza, kesho anaanza tena, anapata hela ya kula, amemaliza. Lakini serikali ilipoanzisha Mkurabita ilitaka watu sasa waachane na biashara za kuganga njaa, wafanye biashara zinazokuwa, biashara ambazo leo akiwa hivi kesho anakuwa vingine. Lakini hiyo inawezekana kama huduma zote zinaweza kupatikana mahali pamoja. Sasa moja ya huduma muhimu pia ni huduma ya mabenki. Wafanyabiashara wadogo wengi wanaogopa hata kwenda benki. Kumwambia ende benki, anasema benki kwa watu wakubwa, ama benki kwa ajili, wakati mwingine wanasema hata kwa ajili ya Wahindi na watu weupe. Lakini sasa kwa kutumia kituo hiki ambacho na huduma za kibenki pia zitapatikana pale, ina maana wafanyabiashara wote bila kujali wako ngazi gani, wakifika pale kituoni watapata mpaka huduma za kibenki. Maafisa biashara wengi wa halmashauri walikuwa labda wanakimbizana na leseni na nini, bila kujali namna gani wanaweza kufanya ili kuwaendeleza wafanyabiashara. Sasa wamepata na mafunzo, wafanyabiashara wote wa kanda ya Ziwa Mashariki ni namna bora ya kuwahudumia wateja wao, na wateja wao ni hawa wafanyabiashara nao waona ni wadogo. Kwa hiyo kupitia biashara, kupitia maafisa biashara, wafanyabiashara watajifunza namna gani ya kufanya biashara inayokuwa. Maafisa biashara watasaidia pia kuwaunganisha na mabenki haya ili taratibu zinazotakiwa kwenye mabenki ziweze kufikiwa, na baada ya hapo waweze kupata mitaji ambayo inahitajika. Na labda wananchi wanaweza kauliza, kwa nini tumefanyia Bariadi? Kwa nini hatujafanyia mahali pengine? Tumefanyia Bariadi mahali ambapo panaonekana sasa mkoa wa Simiyu ni kitovu cha biashara za viwanda. Tuko kwenye serikali inayoangalia viwanda, na mkoa wa Simiyu umeji-identify vizuri sana na uanzishaji wa viwanda. Kwa hiyo tukasema tuanzie hapa ili kanda nzima ya Ziwa Mashariki iweze kujifunza kuanzia hapa. Lakini kazi hii itafanyika nchi nzima, tutafungua vituo hivi kwenye kanda zote Tanzania nzima ili kuhakikisha kwamba nchi nzima iwezekana ndani ya miaka miwili hiyo tumeanzisha vituo ambavyo vinafanya Watanzania wote waweze kufanya biashara ambayo ni rasmi, biashara zinazoendelea, biashara zinazojielekeza kwenye ukuaji wa viwanda na hatimaye ukuaji wa uchumi wa kati kama ambavyo serikali inataka. Zangu kwanza kwa kuwashukuru na kuwapongeza viongozi na wananchi wa Bariadi hapa na hasa halmashauri kwa kuanzisha hiki kituo kimoja cha kurasimisha biashara. Hongereni sana. Sisi Mkurabita kwenye bodi tuliamua kuja kuwaunga mkono hapa kwa sababu ya utayari wenu. Ule utayari ule kwamba mlikuwa tayari kupokea hiki kitu, basi kwanza na sisi Mkurabita tuje tuwaunge mkono. Hiki ni kituo cha kwenu, sio kituo cha Mkurabita. Sisi tumekuja kuwaunga mkono tu. Basi sasa mtu akijiunga mkono kwenye harusi na yeye sio sehemu ya hiyo harusi, yeye kwenu nyinyi. Sasa kwa hiyo nawapongeza kwa hilo. Lakini vile niwapongeze Godtech, mwenyekiti wao amekuja amezungumza hapa, kwa sababu hawa ndio tumeshirikiana nao na halmashauri yenu na sisi Mkurabita kutoa haya mafunzo ambayo mlikuwa mmeyapata. Kwa hiyo Godtech tunawashukuru sana na tuendelee kushirikiana, kwa sababu sera yetu ni kushirikiana kati ya serikali na sekta binafsi. PPP. Jumla ya wafanyabiashara 775 walipata mafunzo ya elimu juu ya urasimishaji wa biashara zao tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2018 mpaka tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2018, na ambao ni ya 77.5% ya lengo tarajiwa la wafanyabiashara 1000. Baada ya mafunzo kuisha, mpaka kufikia tarehe 26 ya leo, yaani mwezi huu wa 7 mwaka 2018, tumeweza kurasimisha biashara nyingine
288 na jumla ya leseni za biashara zenye thamani ya shilingi milioni 21,353,520 zimetolewa na kuongeza idadi ya wafanyabiashara ambao wamerasimishwa kwa kupatiwa leseni za biashara ambazo zitawasaidia kutambulika katika taasisi mbalimbali za kifedha kwa maana ya kupata mikopo na kuongeza mitaji yao ya kibiashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kituo kimoja cha kurasimisha biashara kilianza kufanyiwa ukarabati mwezi Machi 2018 na kukamilika mwezi Julai 2018, na ukarabati huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 12,800,000, ambapo halmashauri imechangia kwa kutoa jengo na samani za ndani zenye jumla ya shilingi milioni 4. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuwezesha ukarabati wa jengo, mkarabati pia imewezesha vifaa vya ofisi vyenye thamani ya shilingi milioni 4,550,000 ambavyo ni kompyuta moja, printer moja, skana moja na UPS moja. Aidha, kufunguliwa kwa kituo hiki kutasaidia kujenga weledi kwa wafanyabiashara kuhusu huduma za urasimishaji na uendeshaji wa biashara, kwa kuwa kituo hiki itapunguza urasimu ikiwemo ya mizunguko iliyokuwa ikiwagharimu wafanyabiashara katika kukamilisha miamala ya malipo na tozo za biashara zao, kwani kwa sasa huduma hizi za malipo pamoja na huduma nyingine za urasimishaji na uendeshaji biashara zitapatikana sehemu moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kituo kitatoa huduma zifuatazo ambazo ni kutoa leseni za biashara, usajili wa majina ya biashara, huduma za kibenki, huduma za TRA, huduma za mifuko ya jamii, wakala wa vipimo, pamoja na huduma za kuendesha biashara zitakazotolewa na kampuni binafsi ya GoTech. Mgeni rasmi, waliosimamisha sasa hivi ni wananchi tulionufaika na mafunzo yaliyotolewa na mkurabita kwa kushirikiana na halmashauri ya mji wa Bariadi, kitengo cha biashara, GoTech, benki za NMB, CRDB, TPB, SIDO, wakala wa vipimo na mfuko wa hifadhi ya jamii wa NCCF. Mafunzo haya yalitolewa kuanzia tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2018 hadi tarehe 6 mwezi wa tatu na kuendelezwa na kampuni ya GoTech ambao wameendelea kutulea hadi sasa. Mafanikio kutokana na mafunzo yaliyotolewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mafunzo yaliyotolewa tumefanikiwa kama ifuatavyo: kuanzisha kampuni zipatazo 6 zenye idadi ya wanahisa kama ifuatavyo. Namba 1, Duma Industries Company Limited. Kama mpo, naomba msimame tafadhali. Hao ndio wananchi wachache ambao wamefika, lakini wamewakilisha wenzao. Walikuwa idadi ya watu 16. Kiwanda chao kinashughulika na alizeti. Kampuni ya pili ni Balemago Company Limited ambayo ina wanahisa 23, kiwanda cha kuchakata ngozi. Naomba msimame tafadhali kama mpo. Simizet Investment Company Limited yenye wanahisa 16, kiwanda chao pia kinashughulika na alizeti. Simizet tafadhali. Namba 4 ni Siba Industry Company Limited yenye idadi ya wanahisa 14, kiwanda cha kuchakata pamba. Tafadhali. Kiwanda cha 5 ni Ntuzu Industry Company Limited yenye idadi ya wanahisa 16, kiwanda cha kusindika karanga. Tafadhali. Kampuni ya mwisho ni Kilimo Investment Company Limited ambayo ina wanahisa 16, wanazalisha malighafi za viwandani zinazotokana na kilimo. Tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio mengine ni kupata elimu ya urasimishaji na uendelezaji wa biashara, kutambua manufaa ya kulipa kodi kwa mfanyabiashara, kutambua namna bora ya upatikanaji wa huduma za kifedha kutoka taasisi mbalimbali za kifedha na mabenki.